kuelekea kwenye mchezo wao muhimu wa tano, Young Africans wakiwa ugenini dhidi ya FAR Rabat kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kundi B. Mfadhili wa klabu hiyo GSM Ghalib Said Mohamed ameahidi, kwa taarifa za ndani kabisa ambazo zimenifikia, ni kwamba ameahidi kutoa kiasi cha shilingi milioni 500 kigaiwe miongoni mwa wachezaji ambao wamesafiri na kikosi, ambazo ni sawasawa na dola za Kimarekani 1,093,428. Hicho ni kiasi ambacho mfadhili wa klabu ya Young Africans amekiweka bayana endapo wachezaji wa klabu ya Young Africans watafanikiwa kupata ushindi ugenini Morocco dhidi ya FAR Rabat katika mchezo ambao utapigwa hapo kesho Jumamosi. Sasa hii inakuja kama ni sehemu ya motisha kwa ajili ya wachezaji, na of course ukijaribu kuitizama hiyo milioni 500, maanake kwenye squad ya wachezaji 24 ambao wamesafiri, ambao ndio inategemewa kugaiwa baina yao, maanake unazungumzia takriban kila mchezaji hapo kupata shilingi milioni 20,833,333, na kwa dola za Kimarekani maanake ni dola za Kimarekani 8,059 kwa kila mchezaji. Sasa unaweza ukaona ni kwa kiasi gani hii mechi Young Africans wanaipa umuhimu mkubwa sana, kiasi kwamba inabidi itumike motisha ya ziada. Na ukweli ni kwamba FAR Rabat wana michezo 10 ya mwisho ya ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa nyumbani ambayo hawajapoteza tangu mwaka 2023, na ni hiyo timu ambayo imekuwa ikisifika kwa muda mrefu kwamba kupata matokeo dhidi yao wakiwa nyumbani, hasa ya ushindi, ni ngumu. Wanakwenda watu kweli kule, lakini kupata hizo alama 3 kikamilifu huwa inakuwa ni changamoto, lakini Young Africans wamepewa jukumu hilo. Na kama kuna timu ambayo kiukweli kabisa inaweza kupata matokeo ugenini katika ardhi ya kaskazini kutoka Tanzania kwa wakati huu, basi ni Young Africans. Hilo walishalidhihirisha miaka miwili nyuma wao wenyewe katika mchezo muhimu wa kujaribu kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho dhidi ya Club Africain. Young Africans walifanikiwa kupata ushindi wa 1-0 ugenini. Katika mchezo wa fainali michuano ya kombe la shirikisho miaka miwili pia nyuma dhidi ya USM Alger ugenini, Young Africans walifanikiwa kupata ushindi wa 1-0. Sote tunakumbuka penalti ya Juma Shabani. Kwa hiyo sare tasa dhidi ya Kabylie, unaweza ukaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama kuna timu ambayo inaweza kikamilifu kupata matokeo hasa ya ushindi kwenye ardhi ya ugenini, basi ni klabu ya Young Africans. Na juu ya hapo pia kuna motisha ya ziada ambayo wamewekewa, na uhalisia ni kwamba fainali ya Yanga, hasa mechi ambayo inakwenda kuamua hatima ya Yanga, ni hii mechi dhidi ya FAR Rabat, wala sio mechi dhidi ya Kabylie. Hii mechi dhidi ya FAR Rabat, matokeo yatakayopatikana kwenye huu mchezo kwa kiasi kikubwa sana ndio yatakwenda kutoa mwanga na picha ya kile ambacho Young Africans wanapaswa kukitegemea kwenye swala zima la kufuzu kutoka kwenye kundi B, kwa sababu Yanga akipata ushindi katika mchezo huu, hata kama atapoteza mchezo wa mwisho, manake mathalan Yanga sasa ana alama 5, FAR Rabat ana alama 5, sio? Ikitokea Yanga akapata ushindi katika mchezo dhidi ya FAR Rabat ugenini, manake atakuwa na alama 8. Mechi ya mwisho mathalan Yanga akipoteza nyumbani dhidi ya Kabylie, alafu FAR Rabat akapata ushindi ugenini dhidi ya Ahli mathalan, manake sio atakuwa wamefungana alama 8 wote. Lakini kwa sababu Yanga alipata ushindi specifically kwenye mchezo huu, manake haijalishi hata kama atafungwa kwenye mchezo wa mwisho na watafungana alama na FAR Rabat match day 6, Yanga atafuzu kwa sababu alifanikiwa kushinda michezo yote miwili alipokutana dhidi ya FAR Rabat head to head. Kitu cha kwanza ambacho CAF wanakizingatia baada ya mizunguko yote kukamilika ya makundi ni nani ambaye amemfunga mwenzake zaidi pale walipokutana, na sio utofauti wa magoli ya kufunga na kufungwa. Kwa hiyo Yanga kitendo cha kupata ushindi tu katika mchezo huu dhidi ya FAR Rabat, na hata akapoteza mchezo wake wa mwisho dhidi ya Kabylie, na pengine huyu FAR Rabat akapata ushindi ugenini dhidi ya Ahli mara baada ya kutoka kupoteza dhidi ya Yanga, basi Yanga ana uhakika wa kufuzu kwa 100%, kwa sababu ana head to head bora dhidi ya mtu kama FAR Rabat. Kwa hiyo ushindi almost automatically unamhakikishia Young Africans uwezekano wa kufuzu kwenda kwenye hatua ya mtoano, kwa maana robo finali. Matokeo mengine mazuri kwa upande wa Young Africans ni matokeo ya sare. Sare yoyote pia ni nzuri sana kwa upande wa Young Africans, kwa sababu kwenye head to head mbili ambazo watakuwa wamekutana na FAR Rabat, maana atakuwa hajapoteza, yeye ndio atakuwa na faida kwenye hizo head to head. Kwa hiyo ni issue ya namna ambavyo atakwenda tu kuikabili mechi yake ya nyumbani dhidi ya Kabylie, ambayo kimakaratasi Yanga anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya vizuri kutokana na uhalisia wa mchezo jinsi utakavyokuwa.
Kwa hiyo unaweza ukaona ni kama vile kitu pekee ambacho Yanga wanapaswa kukiepuka kiukweli kabisa ni kipigo, tena hasa kipigo chenye tofauti ya kuanzia goli mbili. Hicho ni kitu ambacho Yanga inabidi wahakikishe wanakiepuka kabisa. Lakini tukumbuke pia miongoni mwa vitu ambavyo vinakwenda kutokea kwenye huu mchezo ni kwamba FAR Rabat hawatakwenda kuwa na mashabiki kwenye mchezo wao wa nyumbani. Ni kama ambavyo ilikuwa katika mchezo wao wa mwisho dhidi ya JS Kabylie, na unaweza kuona namna ambavyo wali struggle kiukweli mpaka wanakuja kupata ile goli ambalo lilikuja kuwapa alama 3. Sasa Kabylie kimakaratasi ukiwatazama na Young Africans ni better team kuliko Kabylie. Hilo wala halina shaka hata kidogo. Sasa kama unaweza kustruggle kiasi kile kupata goli dhidi ya Kabylie na kupata alama 3, imagine kitu ambacho Young Africans anaweza kaja kukifanya kwa kweli. Imagine maswali magumu ambayo Yanga anaweza kaja kaweka mezani kwa ajili yako kwenye mchezo ambao utakuwa nyumbani pia. Na ukweli ni kwamba FAR Rabat kwa namna wanavyocheza, kwa sifa yao kama timu, jinsi inavyocheza wakiwa nyumbani, wanaitegemea kwa kiasi kikubwa sana momentum kutoka kwa mashabiki. Sasa kutokuwa nacho hicho kitu kinapunguza kwa kiasi kikubwa sana uwezekano wa wao kupata matokeo ya alama 3. Yaani hivi sasa uwezekano wa Yanga kushinda, uwezekano wa hii mechi kutoa sare na uwezekano wa FAR Rabat kuto kushinda pia, vyote hivi vinaathirika. Uwezekano wa Yanga kushinda na kutoa sare, kitendo cha FAR Rabat kutokuwa na mashabiki wao nyumbani, tayari hizi asilimia zimeshaongezeka. Lakini kitendo cha FAR Rabat pia kutokuwa na mashabiki maana kimewapunguzia uwezekano wa wao kushinda, na asilimia za wao kushinda zinapungua vile vile. Asilimia za wao kushinda zinapungua kwa asilimia 15, asilimia za Yanga kushinda kama mashabiki wangekuwepo unazungumzia at least asilimia 25 za Yanga kushinda, lakini kitendo cha kutokuwa na mashabiki maana unazungumzia asilimia 30. Mashabiki wangekuwa wapo, uwezekano wa hii mechi kupata sare ni asilimia 30, lakini kitendo cha mashabiki kutokuwepo kwenye huu mchezo maana unazungumzia mpaka asilimia 40 za huu mchezo kutoa sare. Na FAR Rabat kitendo cha kutokuwa na mashabiki wao, uwezekano wa wao kushinda unatoka kwenye asilimia 50 na unashuka mpaka asilimia 35. Just imagine. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa kiasi gani mashabiki kutokuwepo kwenye huu mchezo unaongeza kwa kiasi kikubwa sana uwezekano wa Young Africans kuweza kikamilifu kupata kile ambacho wanakihitaji, na hasa huo ushindi ambao unachagizwa na hamasa ambayo wameipata kutoka kwa mfadhili wao.